Ikulu ya Tanzania ya waka moto, huku Rais Samia Suluhu akijawa na uoga baada ya Watanzania walioko Uholanzi kufika ICC kumshtaki. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika jumba la mahakama ya kimataifa ya International Criminal Court ICC ambayo inapatikana mjini The Hague, Uholanzi, kundi la Watanzania walio katika mafungamano na jamii ya kiraia na wanaharakati wamelazimika kukaa pembeni ya mlango wa mahakama wakibeba mabango ya kishujaa na kuonyesha maandamano ya amani lakini yenye hamu ya haki. Hapo wametoka mbali, hawakubara, wataja historia ya nyumbani, machungu yaliyosababishwa na uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba nchini Tanzania, na wakiomba kwamba vifo vya raia vinavyodaiwa kuwa zaidi ya 1000 visitakwe kimya. Wamekuja kupiga hatua wakitambua kuwa haki ya ndani haijatoa majibu ambayo wanaamini yatakuja pale wanapokwenda kwa vyombo vya kimataifa. Baada ya siku za maandamano zilizoenea katika miji mingi ya Tanzania na kuishia kwa vurugu na polisi kupiga risasi, Umoja wa Wakazi wa Tanzania waishio Uholanzi ulifanya uamuzi wa kukusanyika mbele ya ICC ili kuweka shinikizo kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Wanadai kuwa serikali imeshindwa kuwajibika na badala yake imetumia silaha dhidi ya wananchi wake, jambo ambalo kwao linapaswa kuwa sugu na kupelekwa kesi mahakamani. Hapa jinsia mbalimbali na vyama vya kiraia vimeungana ili kutoa kauli ya pamoja: haki haisubiri, hakuna ulaghai, na maisha ya raia lazima yaanzishwe kwa msingi wa uwajibikaji. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikipiga hatua za kisiasa na uchumi ambazo zilionekana kuwa za kuimarisha demokrasia na ustawi. Hata hivyo, katika kipindi kilichoelekea uchaguzi wa Oktoba mwaka huu, ushauri wa umma na waandishi wa habari ulianza kuonyesha mabadiliko yaliyojikita zaidi katika kuimarisha mamlaka kuliko kuimarisha uwazi. Vyama vikuu vya upinzani vilikumbwa na vikwazo vya sheria, wabunge wasifunguliwe kampeni, na vyombo vya habari vikapunguziwa uhuru. Na kwa mujibu wa makala ya uchumi na siasa, hali hii ikaleta shaka kwa mengi kwamba uchaguzi uliokuwa ukikaribia hautakuwa wa haki. Tarehe 29 Oktoba nchi ilishuhudia uchaguzi ambao kwa mara nyingine ulipigwa makofi ya udhaifu wa demokrasia. Wapinzani walipoonzwa, sehemu nyingi za uchaguzi kashtumiwa kwa ukiukwaji wa taratibu. Mara tu kura zilipoanza kupigwa, maandamano yalianza kumwagika Dar es Salaam na miji mingine wakipinga matokeo ambayo waliona yamepangwa awali. Kwa siku 3 mfululizo, maandamano yalikwenda sambamba na wimbi la ghasia baada ya polisi na jeshi walitumia risasi za moto, gesi ya machozi na dekori ya kijeshi barabarani. Vyama vya upinzani vilidai kwamba angalau watu 700 waliuawa, huku shirika la haki za binadamu likisema ni asilimia ndogo ya hali halisi. Mara baada ya hayo, serikali ilitangaza kuwa kwa kwanza kwa kizuizi cha usafiri na kwamba huduma ya interneti imezuiwa, na hivyo kujenga hali ya ukimya na kutojulikana. Majina ya vifo yalianza kutolewa na machache. Majina ya watu waliopoteza maisha yalianza kutokea katika mitandao ya kijamii. Familia zilianza kuuawa kwa siri. Kazi ya uchunguzi wa vifo vikasalia kinyume kabisa na uwazi. Taifa lingine likaingilia ama likiangalia. Neno la haki lilianza kusikika. Kama mamlaka ya kwanza ya taifa haiwezi kulinda raia wake, basi nani atamlinda? Hapa ndipo mkusanyiko wa Tanzania Uholanzi unachukua nafasi ya kipekee. Wanakusanyika nje ya mahakama ya ICC sio kwa matukio ya kawaida ya uombaji tu, bali kwa mbio ya kupeleka kesi ya vifo vya raia vya taifa lao kwenye mahakama ya kimataifa. Wanadai kuwa ni wajibu wa mahakama hiyo kuchukua hatua hii ili serikali ya Tanzania isiwe imebaki peke yake kukabidhi majibu kwa ramani ya wananchi wake waliopoteza maisha bila sababu ya wazi. Hii haikuwa shughuli ya siku moja. Wanazungumza kuhusu historia ya muda mrefu. Tanzania baada ya uhuru ilikuwa ikipiga hatua za maendeleo, ikiwa na mfano utulivu wa Afrika Mashariki. Lakini tangu mwaka 2021 mabadiliko yameendelea. Wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, mabadiliko ya utawala yameanza kuelekea kasi ya kuimarisha mamlaka ya chama,
pamoja na badala ya kupanua fursa za kisiasa. Hali ya uhuru wa vyombo vya habari, chama cha upinzani na hata haki za binadamu imekuwa chini ya shinikizo. Vyama vya upinzani vimepitishwa na vikwazo vya kiutawala na kuripoti kupanda kwa kukamatwa, kutekwa na kupigwa kwa waandishi na wanaharakati. Hali hii imekuwa mbinu ya kujenga mfumo ambao kwa wengi unafanana na ule uliokuwa ukiripotiwa miaka ya nyuma na sio demokrasia mpya iliyokuwa ikitumika kama mfano. Na katika kipindi hicho maisha ya kila siku yalianza kubadilika. Vijana wanakuwa na matumaini ya ajira na ushiriki wa kisiasa iliongezeka, lakini baadaye wakapigwa chenga, huduma za interneti zikazuiwa, ukimya ukapanda kila kona ya taifa, na kulikuwa na utajiri unaozunguka miji mikubwa, lakini hapo chini wakazi wengi walikuwa wakipurwa na gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na uvumilivu, ukandamizaji wa kisiasa. Hivyo wakati uchaguzi ulipofika na vijana wakakimbia mitaani, walikuwa hawawezi kusubiri, walikuwa wakiangalia mfumo unaoonekana kuwanyanyasa badala ya kuwasaidia. Siku ya kura baada ya mapokezi ya ushindi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, tisho la uhuru wa raia lilitulia bila kutakiwa. Chini ya ushindi wa zaidi ya 97% linapokuja mabadiliko ya kisiasa yaliyokuwa na hatari ya kikatiba. Baada ya matokeo yake kutangazwa miezi michache iliyofuata, ripoti za watu waliokuwa hawashiriki katika kampeni, wasimamizi wa uchaguzi waliokuwa wakiweka vikwazo na mashambulizi ya waandishi wa habari. Kama nchi ilivyoanza kujibu upinzani huu, maandamano yalianza kasi, watu wa mji wa Dar es Salaam na Mwanza wakifanya maandamano makubwa. Polisi na jeshi walijitokeza kwa nguvu wakiweka vizuizi, mzingiro wa kijeshi na kizuizi cha usafiri usiku kucha. Vyombo vya usalama vilitumia risasi za moto na gesi ya machozi. Mashahidi walisema mabomu ya machozi yakirushwa na watu wengi walipoteza maisha na kujeruhiwa vibaya. Katika siku ya kitisho hicho cha giza, Watanzania wa Uholanzi basi waliamua kuanzisha kitu kikubwa. Walisema si wakati wa kuendelea kukua kimya. Wanajiunga na maelfu ya watu duniani ambao wanachukua hatua dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Wamechukua hatua ya kukusanyika pembeni mwa mlango wa ICC, wakionyesha kuwa maisha ya wananchi ama ya mwananchi wa Tanzania si takwimu za kawaida, bali ni za watu wanaostahili heshima, uwazi na uwajibikaji. Kwa vilio vyao vinavyoonekana kwenye picha, mabango yanayoelezea wanafunzi wetu, vijana wetu, hakuna uchaguzi bila haki, tusubiri tufe kimya, na kamba zao za rangi ya baliu zinazunguka barabarani kumwonyesha ulimwengu kuwa dhuluma inatoka mbali. Wanapiga vigelegele kwa jina la mwananchi aliyepoteza maisha na vilevile wakiimba wimbo wa taifa. Kwa pamoja na kuongezeka kwa shinikizo, vyama vya upinzani vya Tanzania kama chama cha Chadema vimeomba rasmi ICC na United Nations kuingilia kati na kuchunguza vifo vya raia vilivyotokana na maandamano ya uchaguzi na jibu lilotolewa na vyombo vya dola. Hali katika nchi imebadilika kuwa tete. Serikali imepiga marufuku mashirika ya kimataifa kuchunguza. Wanasema kwamba matukio ya uchaguzi ni ya haki na haki ya kufanya maandamano imefukuzwa na sheria. Lakini upande wa wananchi na wanaharakati, ushahidi wa vifo, matumizi ya nguvu kupita kiasi na uzito wa kizuizi cha habari vimeanzisha kitisho cha kutengwa na muhanga. Shinikizo la ndani na kimataifa linazidi kukua, na kukaa kimya kwa chombo chochote ni hatari ya kutoamini zaidi. Katika muktadha huu, mkusanyiko wa Tanzania Uholanzi ni zaidi ya tukio la kusimama kwenye barabara. Ni kumbukumbu ya kueleza kwamba watu walipoteza maisha, si nyote wa uangamifu bila sahihi, kwamba serikali inapaswa kuwajibika, kwamba sheria si chombo cha kukandamiza bali ya kulinda. Wakazi wa The Hague wametoa ujumbe wazi. Nchi ya Tanzania inakabiliwa na mapito ya kihistoria na wakazi wake wameamua kutenda, si kusubiri. Haki haiwezi kugabwa, kwa sehemu inaamuliwa juu ya msingi wa watu wa binadamu. Hakuna kitu kinachoweza kusalia bila majibu. Majina waliopoteza maisha yataendelea kusikika. Maandamano haya si ya wakati mmoja bali ya kumbukumbu.
Nchi ya Tanzania ikiwa imechemka ndani ya mtego wa kisiasa na kiusalama, imekumbusha umma wake heshima ya maisha, demokrasia na uwazi si majina tu bali misingi ya ustawi wa wote. Hii ni Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea habari za kina pindi zinapochipuka, na hapa tupindishi wala kupendelea habari yoyote. Tunakuletea jinsi ilivyo. Kumbuka kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, na tafadhali gonga kengele ili uwe ukipata notifications kila wakati tukiweka video mpya.